Mambo vipi mtazamaji? Kabisa kwenye exclusive interview. Bana, leo niko na moja ya watu ambao ni muhimu sana kwenye industry ya hapa Tanzania, hasa masuala ya burudani, fashion na manager pia. Manager yake na Hamisa niko naye hapa. Blaza kwema? Poa. Safi lakini. Shwari. Pengine kwa mtambana kutazama kwa mara ya kwanza kabisa angependa kufahamu tambulisho labda. Naitwa Mangoma, music manager. Yes. Mimi nafahamu kama manager Hamisa. Pengine kuna wasanii ambao wengine pia unawasimamia? Yes, no list ya wasanii tofauti tunawasimamia nje na ndani. Tunafanya kama consultation so moja kwa moja full time. Lakini kuna wengine tunafanya nao full time. Yes. Hongera sana kwa kazi ambayo pia unaifanya. Asante sana. Nimekupa hongera kwa sababu ni manager wachache sana ambao wamekuwa wakisimamia wasanii afu wanaenda international, tofauti na kila ambacho unacho wewe. Kwako wewe, nikiangalia Hamisa Zoe ambavyo unavyo manage kila siku, tunaona madili ya nje kila siku na nini. Nini ambacho kinafanya na kwa nini hivyo? Nadhani katika mipango tu na kuwa dedicated kwenye kazi. Kazi yetu si 24/7. Yes, kazi yetu si 24/7. Kwa hiyo mtu awe willing kutoa muda wake kufanya kazi masaa yote, mchana usiku, hakuna likizo. Tokea tumeanza mzee kuchukua likizo hata siku moja mpaka leo. Yes. Sasa hivi Hamisa mna miaka mingapi mnafanya kazi? Kama 6 kwenda 7 hivi. So far. Yeah. Manager wamekuwa ni watu ambao sometimes mnapokea rahama sana, hasa pale ambapo vitu vinaenda against. Unakuta baba msanii anataka hichi, wewe unafanya hiki, basi inakuwa kidogo mambo yanakuwa ni mengi hasa. Kwa upande wako wewe hasa, ili kwa vitu kutokuwa kuviweka sawa hasa, mara nyingi unaona unazingatia vitu gani hasa? Unatakiwa ujiandae kisaikolojia. Mimi kabla sijafanya kazi nilikuwa najua changamoto zake, nilianalyze changamoto zake before. Nilikuwa najua kuna wakati unashinda, saa nyingine unafeli. Ni kama vile kocha wa mpira, kuna muda akishinda wa mashabiki wanafurahi, watu kwenye mpira wanafurahi, lakini kuna muda anafeli, ndio. Lakini technically ni kama wachezaji ndio wamefeli pale, right? Lakini lawama zinakuja kwa kocha, lakini pia vile kocha inabidi willing kuyachukua, kama unavyochukua yale ambayo mazuri basi na mabaya. Kama unavyochukua ushindi basi unajua kuna kufeli. Sio tu hata kwenye muziki, sio tu kwenye mpira, lakini hata kwenye maisha general. Siku zingine mnafaulu, siku zingine mnafeli. Kwa hivyo mimi kwa mindset yangu ilikuwa nimeshajitengeneza hivyo kwa matukio yote yale. Na uzuri kwamba mimi nipo kwenye game pia, lakini naipenda sana. Ni kitu ambacho mimi nafanya kutoka ndani yangu moyo. Kwa hiyo niliacha vitu vingi sana kufanya kitu. Kwa hiyo nimechukua muda wangu kujifunza kwa watu waliotangulia, lakini pia mimi mwenyewe nimefikia mahali ambapo sasa hivi nimekuwa mzoefu kiasi kwamba sidhani kama kuna kitu kitakuja nitaona kama surprise. Na matukio mengi huwa yanajirudia tu. Msanii ambaye unamsimamia wewe amekuwa anapata sana maneno tofauti sana ya nje, pengine inaweza kama mengine ni positive, mengine ni negative pia. Especially unapokuja yale ambayo ni negative hasa. Au unadili nao vipi hasa kusemwa vibaya kuhusu msanii wako? Sio tu msanii, binadamu yote anasema vibaya. Chochote. Yoyote, muda wote unaweza kusema vibaya. Sometimes hata labda unawezekana uyasikie. Yaani unayasikia tu ndo unaona kama anasema vibaya muda huu, lakini kumbe alikuwa anasema muda wote. So ni vitu ambavyo kwanza kwenye industry tunadili na watu wengi sana. Mimi sana mashabiki almost milioni 20 zaidi kwenye digital platforms zake zote. Obviously utakuta kuna watu wana criticize, lakini sisi tunapochukulia sasa tofauti kidogo. Yaani mtu anakucriticize ama maybe negative comment na nini, unachukulia yale unafanya. Sisi tunahitaji wote wale katika biashara zetu. Hatuangalii kwenye hiyo engo kwamba kuna mtu anafanya negative tumfuate tumwambie nini. Tunachukulia kwamba hao wote tunawahitaji ili kuweza kujenga brand na kusogea mbele. Kwa hiyo tunahitaji yes. Juzi nimekuuliza ile swali, juzi nilimuona Haji Manara juzi kuna maneno alipishana kidogo na Maimasa ambaye ni mtangazaji pia. Akasema kwamba mimi bana nitakupeleka mahakamani kwa sababu unaongea vitu ambavyo sivyo pia. Wewe ni manager pia Hamisa. Juzi alisemwa na rafiki yake pia Rushaina. Mpaka kwa yeye mwenyewe kwenye page yake kaandika kwamba jamani, ifike hatua basi mnipumzishe. Maneno yamekuwa ni mengi sana. Hamisa ni mtu wa namna gani hasa anapokuta labda anasemwa mpaka na watu karibu pia, na kama manager ile kumdefend pia wage nafikia stage ambayo kusema kwamba we have to labda kwenda kwenye vyombo vya mahakama ili kuweza kulinda haki yetu na vitu vingine kanisa? Muda mwingi sana tuko busy kufanya kazi kwa ajili ya kusogeza
sana yetu ina mbele au kitu chochote tunachokifanya biashara. Tuna biashara nyingi za watu tunaziko mikoani kwetu. Kuna baadhi ya vitu vingine hata vipi kabisa time. Ndio hata hicho kitu chenyewe ambacho najiuliza sasa hizi siwezi hata kukiongelea kiukweli, kwa sababu ya biashara ambazo tuko nazo, watu ambao wanatuamini. Yani haiko hata kwenye ratiba yangu ya kichwani sasa hivi, yani so bado tuangalie mambo ya biashara huko. Hamisa pia sasa hivi ukiangalia ni mwanamke ambaye yupo kwenye ndoa pia, na anaonekana yuko na mwanaume ambaye pia anapendana naye, hasa kwa lugha tu ya nje ukimwangalia pia. Kwa kweli hasa tokea Hamisa afunge ndoa aingie kwenye mahusiano pia, yukoje sasa hivi hata katika kazi na namna ambavyo mambo yake yanavyoenda? Unajua automatically hata ishaandikwa kwenye vitabu vya Biblia, nadhani Qurani, unaona, na kila kona ya watu ambao wazee, unaona, walishashauri ile jambo jema. Kuoa, kuolewa ni jambo jema na lina faida zake na watu wanazijua. Kwa hiyo hakuna tofauti na yale ambayo yalishaandikwa kwenye vitabu vya Biblia, na ni baraka na tunaona vitu vingi sana vinaenda vizuri zaidi hata mwanzo. Yes. Ndio kukuhusia kwamba kuhusu bwana I need kwamba bwana sasa hivi nataka niingie kwenye ndoa na azisikia ilikuwa tuna wewe kama manager ulishutikia tu bwana vitu kaviona mtandao. Hapana, hivyo ni maamuzi ya mtu binafsi sasa. Kuna baadhi ya maeneo ufiki, unaona, kuna maeneo tunafika tunashauriana, lakini kuna baadhi ya maeneo kifika ni maamuzi ya mtu binafsi na mtu anatakiwa ingie kwenye ndoa. Basi unajua saa nyingine ni kama calling mtu unaipata kutoka ndani wako, kama kuna muda ukifika unatamani kufanya kitu fulani. Kila mtu anamtokea, kuna baadhi ya watu inachelewa, sometimes wengine inawahi, saa nyingine ni tamaduni, culture, unaona. Hizi factors zote zinadetermine kwamba kwa nini mtu anaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba ni muda tu ulikuwa umefika, na jambo la heri ambalo watu wote nadhani walikuwa wamefurahia. Sasa wamefurahia. La mwisho la kuuliza. Hamisa sasa hivi amekuwa ni miongoni mwa wanawake ambao wanapata endorsement nyingi sana. Leo pia alikuwa Shara sana, sitaji kampuni. Alikuwa pia kwenye hayo mambo pia. Na wengine mpaka wanaanza kusema sasa hivi Hamisa inawezekana ndo mwanamke ambaye ana ushawishi sana hapa Tanzania kwenye game ya industry hasa ya sanaa pia. East Africa. Unadhani ni kipi ambacho Hamisa mwazidi wengine, ndio maana mpaka sasa hivi tunapomtazama mwanamke ambaye ana influence kubwa katika jamii tunamulika Hamisa? Kuna msemo mmoja napenda sana kusema, inaitwa expansion always. Yani kuna wakati unakuta kuna ile neno moja maarufu sana sema tu kujibrand. Kujibrand ni jambo ambalo ni moja, lakini kuna uwezekano mkubwa sana baada ya mwaka mmoja, mwaka miwili, unatakiwa tena ujirebrand na uangalie kwamba nafasi iliyokuwa sasa ujiongeze, usogeze. Kila siku tu tunafanya kazi. Hakuna muda ambao umefika sema kwamba hapa sasa inatosha, tuongeze speed. Yaani umeona ukianzia 1 mpaka 50, kutoka 50 mpaka kwenda 60, haimaanishi kwamba upunguze yani unapunguza speed kwa sababu umefanikiwa. Right? Kuna watu wakishafika kwenye 50% wanaanza slow down. Lakini kumbe umesahau step ambazo ulikuwa umetumia kutoka 1 mpaka 50. Natakiwa actually uziongeze. Kutokea pale watu wanasahau zile steps ambazo walikuwa wametumia kufika pale kwenye 50. So kuanzia 50 kwenda juu natakiwa ziongezeke, sio kupungua, kwa sababu ya mafanikio, kwa sababu ya maarufu au impact yote mtu amepata anasahau. So tunachokifanya sisi tunaongeza speed na tusahau step ambazo hatukosei hata moja. Kama ni Mungu tunamwomba sana, kama tulikuwa tunasafiri sana, kama tulikuwa tunakonga milango ya makampuni sana, yani zile steps zote hatuliziki na kitu chochote kile ambacho tumefuata, kwa sababu tunaelewa kitu gani kimetufikisha hapo. We don't take for granted. Pengine katika kutengeneza brand pia, na ndio maana hata harusi yake ilikuwa ni namna ya kutisha. Katika namna kuna watu ambao walisema kwamba ilikuwa ni script ile, kwamba leo waje ng'ombe kadhaa mlitaka labda, kwa sababu nyinyi mko naweza kudemand hata pesa pia mlipwe katika, kwa sababu ni inawezekana vitu unavijua pia hivi. Ilikuwa ni demand yani kwamba tunataka tulipe kwa ng'ombe au ni pesa, na namna zile ilifanyika vile, labda imeamkia hapa imeenda huku, shughuli zilikuwa nyingi sana na zilifanikiwa pia. Ilikuwa ni namna gani ambapo mlitengeneza, kwa sababu ilifana sana shughuli yenyewe? Shukuru Mungu, shughuli ilifana kwa sababu watu walipendezwa na jambo zima. Kwanza la ndoa, mtoto wa Tanzania, yani tamaduni zetu zile. Yani kwa mwanamke atakiwa aolewe, mwanamume aoe, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani walifurahia tu watu. Na hilo ndio sababu kubwa kwamba tukio limekuwa kubwa. Sio kwa sababu ya ng'ombe, sio kwa sababu ya harusi, sio kwa sababu ya chochote chokifanya.
yani watu walifurahia. Watu wakaanza kudoubt baada zile ngombe itakuwa sisi zimekodiwa sina. Sasa hizo mali za kumwoa mwanamke waga apangi manager. Hata yani wanapanga familia. Kwa hiyo ni mambo ambazo za kifamilia sana. Yes. La mwisho sasa, pengine sasa baada ya watu kuzungumza kwamba upande wa mama pia kwamba hawakuelewana naye, wanasema si Azizi Ki alika ndugu si na nini, pengine huwa ni tuka karibu pia na Hamisa pia katika situation yake pindi kile maneno yanazungumzwa kama yale, alikuwa ni mtu ana namna gani hasa? Mambo ya kifamilia sana unajua. Kiukweli kabisa. Jambo limepita lilikuwa zuri, watu wamefurahia, tuliache lipite. Tuanze kuanza na mambo mengine ambayo hatayapo. Yaani hivyo ni vitu vya ndani sana vya familia. Waache vibakie kama vilivyo. Sisi tulifurahia ile ndoa, ile ndio jambo lilikuwa la muhimu. Walikwepa sana. Okay, la mwisho. Hilo jambo la muhimu sana kulifurahia. Yaani tuangalie tu lile ambalo lilikuwa limetukusanyisha wote pamoja siku ile. Yes. La mwisho, 2025 hii hapa sasa, mipango kwa Hamisa na watu wengine pia ambao wanawasimamia. Naona pia tour za Marekani wapi nikisema kwa ni nyingi sana. Ikoje sasa hivi? Mipango inaendelea. Nadhani soon utaweza kuona taratibu mipango ya kusogea tena nchi nyingine ambazo tulikuwa tunazifikia hizo miaka ya nyuma. Sababu tumekuja kugundua kwamba kuna watu ambao wanakufuatilia kwenye nchi tofauti, lakini inawezekana inahitajika nguvu zaidi kufika kule au kupanua brand kule kuweza ku capitalize. Sababu fan base ni kama ni mtaji wako. Kwa unavyosema una mashabiki Kenya, inabidi wa capitalize wale waweze kuwa useful, waweze kufanya nao, kuinteract nao, kufanya nao kazi pamoja, walete karibu, uone jinsi gani mnaweza mkatumia hiyo nafasi, hiyo blessing kuweza kukuza brand au na mmoja au nyingine. Kwa hiyo research zetu sisi zinatuonyesha kuna nchi nyingi sana ambazo tuna mashabiki, kwa sababu kuna statistics demographics zinatuonyesha kabisa wapi ambapo kuna. Kwa hiyo hiyo ndio plani kubwa mwaka huu. Na kingine pia cha mwisho, Hamisa alikuwa naimba pia na alikuwa mwigizaji, kuna muda alikuwa anaigiza pia. Hivyo vitu vile sasa hivi naona kama vimekaa kimya hivi. Ni jambo mmeamua wenyewe kwamba usiigize, usiimbe tena sasa hivi. Imekwaje? Sasa hivi ni biashara, familia na focus. Kwenye masuala ya muziki nadhani tulishaongea sana kwamba stop kidogo kwa sababu alikuwa busy na vitu vingi kwa mara moja. Tulikuwa tunaona nafaa. No, tulikuwa tumeona amebanwa na vitu vingi. Lakini kama kufanya tulifanya na tulifanikiwa sisi kwa malengo yetu. Katika namba mwenyewe mlipo. Nyumba na zaidi ya viewers milioni 10. Hata tulikuwa kuhusu viewers by the way. Ilikuwa sio hata focus yetu. Yaani viewers ilikuwa sio primary goal kwamba tunafanya muziki tupate viewers. Hapana. Nadhani kulikuwa kuna mipango mingine ambayo siku nyingine nadhani tukikaa chini nitakuelezea. Nitakuelezea. Bwana, mimi nikupe hongera pia kwa kila ambacho umekifanikia siku la leo hapa kwenye Iftari, na asante pia kwa wakati wako. Shukrani. Asante sana.